Lakini mgeni rasmi, tumekuwa na mafanikio katika chama chetu, lakini wanasema palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Ndugu mgeni rasmi, chama chetu kimekuwa na changamoto, pamoja kwamba changamoto zingine tumeshazifikisha kwenye ofisi yako na tunategemea utekelezaji wake unaweza kufanyika hivi karibuni na ikiwezekana hata leo. Changamoto kubwa ambayo imekuwa ikitukabili, ndugu mgeni rasmi, ni changamoto ya jengo la Union ambalo lilipangishwa kwenye taasisi ya kanda maalum na baadaye wamekataa kutoka na hatimaye wamebadilisha matumizi. Ndugu mgeni rasmi, nimekuwa nikipokea malalamiko mengi kutoka kwa wanachama wakidai kwamba uongozi umeuza jengo la wanachama, ambavyo sivyo. Ndugu mgeni rasmi, swala hili limekuwa changamoto kwa wanachama ambao ni wavuja jasho. Mali yao inatumika kwa matumizi ambayo si ya kwao na wakati wao ni wahitaji. Tukichukulia kwamba sasa hivi tuna watumishi wengi, tunahitaji ofisi, na pia kwenye jengo hilo umezindua leo magari. Magari hayo yanahitaji kupima uzito, na kwenye jengo hilo kuna mizani ya kupima uzito mkubwa. Kwa maana hiyo, hata magari hayo tutapata tena usumbufu kwa kupakua mzigo mmoja mmoja na kuupima. Ndugu mgeni rasmi, tungeomba kwa niaba ya wanachama wa UMAKU na management tuweze kupata msaada ili tukabidhiwe jengo letu ili kuweza kutumia kwa manufaa ya union yetu. Ndugu mgeni rasmi, nina imani pamoja kwamba taarifa hizi zilishafika kwenye ofisi yako, lakini hata ikiwezekana leo hii au kabla hatujafika msimu unaoanza, basi mgeni rasmi, tuwe tumekabidhiwa jengo letu ili tuweze kulitumia kwa matumizi ya ushirika. Baada ya kusema hayo, changamoto zingine ni zile ambazo zinatekelezeka, ambazo tutaenda sasa kuifanyia kazi, kwa sababu umetupa idhini na umetukabidhi serikali kwamba serikali sasa ishirikiane na union katika kumwendeleza mkulima. Tuna imani hatutakuwa na changamoto kwa sababu serikali yetu ni sikivu na tuna ushirikiano mzuri na serikali. Kwa hiyo yote tutaweza kuyamaliza. Sasa kwenye changamoto, nimetoa changamoto moja hapa ya masuala ya jengo lile, na mimi nimeliona jengo lile. Kwanza niwapongeze sana kwa kuwapa wenzetu wa kanda maalum eneo la kufanyia kazi wakati walikuwa wanatengeneza eneo lao kule. Hongereni sana na asanteni sana. Lakini hapa mwenyekiti, umeongea kama ukiwa mkali kidogo, lakini taarifa nilizonazo wale jamaa walikuwa wapangaji kweli, wapangaji wako, si ndio? Simekubaliana wanalipa kodi fulani alafu wanakaa wanatumia. Sasa mpangaji anyway, mpangaji huwa anakaa mwenye chako. Kama umefika mahali unasema unataka cha kwako, inabidi mpangaji aondoke tu. Kwa hiyo ninaagiza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Tarime, na kupa mwezi mmoja, jamaa zetu wao wameachia jengo lile na mwakabidhi wa UMAKU jengo lile, ili waweze kuendelea kutanua shughuli zao kwenye eneo lile. Kama wanataka kutanua alafu tunawabanabana, haipendezi.
Nimeambiwa kuna watumishi karibu 45 hawana ofisi. Sasa haipendezi, ngoja tuachie. Mheshimiwa DC, tafuta sehemu, ukishindwa uniambie nije nikusaidie. Mimi najua mahali wanaweza kwenda wale mabwana hata next week. Kwa majina naitwa Samuel Gisiboye Marwa. Ni meneja wa chama kikuu cha ushirika ya mkoa wa Mara wa Maku Limited. Leo tulikuwa na mkutano mkuu ambao wajumbe wa mkutano mkuu ambao ni wanachama kutoka mkoa mzima wamekutana hapa kujadili na kupitia na kufanya tathmini ya mambo yaliyotekelezeka kwa mwaka 25-26, lakini pia na kupitisha mpango wa utekelezaji wa shughuli za mwaka 26-27. Lengo kuu ni nini? Lengo ni kuendana pia na mahitaji ya mabadiliko ya msimu ya kahawa pamoja na shughuli zingine ambazo tumeziweka kwenye mpango hasa wa utekelezaji ili ziweze kupata idhini na kibali cha mkutano mkuu kwa ajili ya kutekelezwa kwa kibali cha mkutano. Junto TV. Sauti ya jamii.